Well, kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava, kama umepitia kwenye social medias, basi utakutana na taarifa kuhusiana na Ibra wa Konde Music Worldwide, ambaye ali-address kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram kuhusiana na kuomba kuweza kuchangiwa walau chochote kitu ili aweze kuweza kulipa fidia ambayo ametakiwa kuweza kuilipa na Konde Gang. Sasa hiyo ilikuwa ni kupitia kwenye page yake ya Instagram ya Ibra, na hii amethibitisha kwamba anataka kuondoka sasa Konde Music Worldwide. Kwa kifupi tuseme hivyo. Na ili aondoke anatakiwa kuweza kulipa hicho kiasi cha shilingi bilioni 1 za kibongo. Kuna vitu vimetokea na distribution ambayo inasimamia kazi zangu imezuia mapato kwa miezi 8. Kwa miezi 8 almost siwezi kuinvest tena kwenye kazi yangu. Sio kama siwezi kurekodi, yes, mimi na record kila siku, na ndio maana nawapostia watu kuona kwamba bwana mimi nafanya kazi ila hazitoki kwa sababu kuna hicho ambacho tumekiwasilisha, right? Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kimefika kwa walezi wetu BASATA. Nadhani itakuwa ni vizuri zaidi kama kikifanyika kwa haraka, ili ndoto ya kijana mimi isije ikafifia na isije ikapotea ikaishia kwamba msanii ambaye ni wa Kitanzania, kijana ambaye alikuwa anapambania career yake imepotea kwa sababu ya kuwa tofauti na kampuni fulani. So niwaombe tu wazazi wangu BASATA, walezi wetu, shirika ambalo mimi naamini ndo baba yangu ndo mama yangu, kwa sababu wao ndo wametuwekea maadili pia ya muziki wetu wa Tanzania, wanisaidie kwa hili kwa uharaka zaidi, kwa sababu pia ya kutetea career yangu pia. Kama unakumbukumbu vizuri, mwaka 2019 wakati Harmonize anaondoka kwenye lebo ya WCB, alitakiwa kuweza kulipa milioni 600 ili kuweza kuchukua haki miliki zake zote, na alipambana, baadaye akaja akalipa, akafungua lebo yake ya Konde Music Worldwide, ambaye msanii wa kwanza au miongoni mwa wasanii ambao walikuwa signed ni pamoja na Ibra. Leo Ibra anaonyesha kwamba kama kuna vitu fulani ambavyo haviendi sawa na anatamani kuweza kuondoka Konde Music Worldwide. Sasa tumepiga story na wakazi kuhusiana na hii issue ama kuhusiana na hiki ambacho ameki-address, na tukataka kufahamu au nimemuuliza kuhusiana na haya mambo, wasanii wetu wanafeli wapi na kuna umuhimu kiasi gani wasanii kuweza kufahamu kuhusiana na walau basi basic ya masuala ya sheria, na vile vile vitu kama hivi vikitokea msanii anatakiwa kuweza kufanyaje. Yo wakazi, what's up? Swala la mikataba na wasanii ni tatizo kubwa sana, kwa sababu ujue muziki wetu ni mgeni sana, huu muziki wa kibiashara na kiprofessionalism. Kwa hiyo na wasanii wetu wengi hawajasoma au wana elimu ndogo, na vile vile hawana exposure general knowledge. Kwa hiyo wanafeli kuanzia kujua mikataba, na pili kuthamini mikataba. Kwa hiyo unaweza ukaingia mkataba na mtu lakini asithamini, kikitokea kitu kizuri pembeni tu pale akumbuki kwamba ipo kwenye mkataba unaofunga kwa muda au kwa idadi ya kazi, anaweza kaja kurukia alafu baadaye ukaja ukamtokea puani. Nao kitu kingine ni kwamba pengine unaujua mkataba ndio sawa kila kitu, lakini vile vile kuna mikataba aina mbili, kuna mikataba ya kuandikwa na mikataba ya mdomo, inaitwa gentleman's agreement. Sasa ukifanya gentleman agreement na mtu, unakuwa always at the mercy of yule aliyefanya ule mkataba. Ni kwamba mimi nasema nimemsaini msanii work ethic, lakini kumbe mimi sijamsainisha kwenye karatasi, nimemsainisha kwa mdomo. Kwa hiyo tatizo kubwa linakuja kutokea ni pale ambapo unaona mwezi kuendelea kufanya kazi na yeye anaweza kukupa vigezo vya kutoka kwenye mkataba vya mdomo tu hapo na si kwamba viliko hapo kwenye maandishi. Kwa mtu anatamkiwa gharama ya kutoka kwenye mkataba ya mdomo kama ambavyo aliambiwa amesainiwa kwa mdomo, bila kuwa na evidence yoyote kwenye makaratasi ambayo toka mwanzo alikuwa anaifahamu kwamba nikitaka kutoka nalipa. Then inageuka sasa kwanza kukimbizana, kwa sababu huwezi kusema sio, kwa sababu ulikuwa unasema upo kwa mdomo, kwa nini maanisha ukiambiwa uondoke kwa mdomo kwa mabilioni ya pesa na bini yenyewe uitii. Lakini sasa ndio hivyo, kuna ambao hawatii mkataba, lakini kuna ambao wanaitii, na hasa wanaitii ya malikauli, alafu na yenyewe inakuja na waumiza, kwa sababu mtu anajisemea chochote tu kile ili mradi aweze kuonekana kama vile kulikuwa kuna professionalism inaendelea na kutoka kwa gharama ni kiasi gani. Kwa hiyo ni tatizo moja kubwa ambalo linawakuta wasanii na linakuja kwa affect mwisho. Kufahamu sheria ni kitu muhimu sana kwa mtu yoyote yule, kwamba ajue kwamba kuna sheria ipo na vile vile inakulinda wewe na inamlinda yule unayefanya naye kazi na inailinda kazi na inalinda mahusiano na vitu kama hivyo. Lakini
Pengine hicho ni the most basic thing cha kujua, lakini kuijua sheria inavyofanya kazi yenyewe kama hauijui, ukiwa unajua hicho nilichokisema awali, inamaanisha utahakikisha unaajiri watu ambao sasa watakulinda kwa kuijua kwa undani. Kwa hiyo ni muhimu kufahamu sheria. Ukiweza kuifahamu ni vizuri kabisa, which means kuna mikataba hii ya mali kauli unaweza kujiendesha nayo mwenyewe bila atakuwa na mwanasheria, ingawa mwanasheria ni muhimu kwa naye. Lakini kama hujui sheria kabisa, ujue kwamba unahitaji kujilinda kisheria, alafu uweze kuweka mwanasheria. So watu wengi wanafahamu kwamba sheria ingeweza kuwalinda, lakini tuna kasumba ya kuwa kidogo na ubinafsi na uchoyo. Kwa mtu anaona kama vile kumlipa mtu mwingine kwa ajili ya kuandika makaratasi au kusimamia makaratasi yangu, kusoma mikataba yangu, kama anapoteza hela, na hiyo sasa inaishia kwa kuja kuwaumiza, kwa sababu sheria ufahamu, alafu vile vile hutaki kumwajiri mtu ambaye atakusaidia na kukuprotect kwa sababu tu ya wewe unaona uchoyo wa kutaka kutoa pesa kugawana na mtu. Yes, hiyo big time wa kazi, na hiyo tulikuwa tunataka kufahamu ni kitu gani ambacho mtu anaweza kufanya, na vile vile umesikia comment ya wakazi kwenye hiyo issue. Na haya masuala ya mikataba kidogo yanakuaga utata, especially kwa wasanii. Na kama utakuwa unafuatilia au mfuatiliaji mzuri, mwaka 2013 Jojo, huyu ni msanii wa R&B kutokea nchini Marekani, hitmaker wa ngoma kama Say Love. Yeye alifungua kesi dhidi ya lebo yake ya zamani ya Background Records. Na yeye alidai kwamba kulikuwepo kama kuna masuala ya mikataba hajakaa vizuri kwa miaka 7 ambako ilizuia maendeleo yake, hiyo mikataba ambayo alikuwa ameisign na lebo yake, na aliamua kuweza kuchukua hatua ya kuweza kufungua mashtaka na kuweza kuachiliwa au kuweza kuondokana na hiyo mikataba ambayo ilikuwa inambana. Ilikuwa ni mwaka 2014 mara baada ya makubaliano ya kisheria ambapo alilazimika kulipa fidia, japo kiasi halisi hakikutajwa hadharani kwamba alitakiwa kuweza kulipa shilingi ngapi au aliclear shilingi ngapi kwa ajili ya kuweza kuondokana na hayo masuala ambayo yalikuwa yakimkabili, na aliweza kuachiliwa na akawa huru, na baadaye alikuja akasaini lebo nyingine, mkataba na lebo ya Atlantic Records. Kwa hiyo akawa ni mtu ambaye yuko huru. Una mtazamo gani kuhusiana hili?